baada ya takriban mwezi mmoja na nusu tangu yalipotokea maporomoko katika kijiji cha Dimilo, kitu ambacho kilisababisha tope katika mto ambao tumeweka chanzo cha maji ambayo yanayotumika katika kata ya Tawa nzima. Hali hiyo ililazimika kusitisha huduma ya maji kwa kata nzima, na hivyo kufanya watu kuteseka kuchota maji kwenye visima na wengine wengi kutegemea mvua. Baada ya kimya hicho cha muda mrefu, leo hii tarehe 16 viongozi wa kijiji cha Tawa pamoja na wadau wengine wameamua kwenda katika chanzo ili kwenda kushughulikia na kuruhusu maji yaweze kuingia katika tengi na hatimaye kuweza kutumika kwa watu wetu. Hatua kwanza, tulifika katika chanzo ambako kulikuwa kuna kwenye intake pale maji yalikuwa yamebomoa mawe, tukaenda tukaweka sawa. Baada hapo tukatoa mchanga katika yale machujio na kisha tukaja kumaliza kazi katika tengi hili la lita 50,000 kwa kutoa tope iliyokuwa mle ndani pamoja na kusafisha, na sasa tumeacha maji yaweze kuingia ili basi baadaye yaweze kuruhusiwa na kwenda kutumika kwa watu wetu. Kwa wale ambao wanazungumza habari za mambo ya usafishaji na matibabu ya maji, wengi huwa hawajui ni nini, lakini kitengi hiki nyuma yangu ndicho ambacho kinachotumika katika swala zima la kutibu maji. Kinachofanyika hapa, inaitwa dawa, kisha inawekwa maji kidogo na kinajazwa hicho kitengi, na then inawekwa ile dawa ambayo yanaenda matone yanaingia kwenye tenki. Kwa kama huwa unafikiria labda kutibu dawa ni kuja kuyapiga sindano, hapana, ni katika mfumo huu. Kwa hiyo yale matone yanapoingia ndipo sasa kule sisi tunapata maji ambayo ni safi na pia ni salama kwa ajili ya watumiaji. Kwa hiyo tunategemea kwamba baada ya tenki kujaa katika kiwango ambacho inatakiwa kwenda kwa watumiaji, kisha matibabu yatafanyika hapa na maji yataruhusiwa kwenda kwa watu wetu kwa ajili ya matumizi. Tumehakikisha mambo yanakwenda vizuri na kurejesha huduma kwa watumia maji. Kwamba kwenye zoezi hili tulikuwa na timu ya watu wafuatao. Kwanza tulikuwa na mwenyekiti wa kijiji cha Tawa, lakini tulikuwa pia na mwenyekiti wa kitongoji cha Kibunduga ambao wengi ndio wanatumia maji haya, lakini pia tulikuwa na mafundi, bila kumsahau babu yetu Babu Nyonzo ambaye kidogo alipata mushkeli kule Maula kule kwenye chanzo, wakati tunakatakata miti, badala mti panga kwenda kwenye mti likaenda kwenye mguu, kitu ambacho kimepelekea kwenda hospitali na kushona nyuzi 8. Kwa kitu hichi tunajua kitaathiri utendaji wake wa kazi kwa wakati huu, ndio maana sisi tumekuja kumsupport ili mambo yaweze kwenda. Lakini pia tuko na fundi Hamza ambaye wanashirikiana pamoja. Tukitoka hapa, kituo kinachofuata ni katika tenki lililoko kule Ngaramilo ambao linapeleka maji katika kijiji cha Kifindike pamoja na kijiji cha Uponda. Kwa hiyo hilo kazi tutaifanya kesho, maana sasa tumefanya leo. Wadau wamejitolea, of course hakuna aliyejitolea msosi, tumejitolea wenyewe, na kutoka hapa tunaenda kula nyumbani kwetu. Ciao.
Hizo ndo harakati za kurejesha maji katika eneo hili la Tawa, na hapa ndo eneo la chanzo. Mfano kule nyuma unako kuona kule kwenye maporomoko. Hii ni sehemu nzuri ambazo unaweza ukaja ukafanya picnic, wakati mwingine ukapata picha nzuri za kuvutia, lakini ni muonekano mzuri, of course ni muonekano mzuri. Viongozi wa kijiji wamekuja hapa, wanaendelea kufanya harakati za kurejesha mfumo wa maji baada ya kukosekana takriban mwezi mmoja na point. Wamekuja hapa kupanga maji kwenye chanzo ili kuongeza pressure katika chujio, kuongeza ile wingi wa maji ili maji yaweze kuanda kuwafikia watu wengi. Hilo eneo lote unaloona kule nyuma, yale ni majani, wajaribu kuweka pale kwenye yale mawe pale ili kuloki, kupunguza kasi ya maji kule ili kuongeza pressure katika chanzo ambacho kiko huku nyuma yangu. Na hao ndio wadau wenyewe ambao wamekuja kujitokeza kwa ajili ya kurejesha. Huyu hapa anaitwa Chambiro mwenyewe kabisa, engineer, lakini kule nyuma kwenye mawe yalikoenda kule, ukienda kule kwa mbele ndio chanzo. Kwa hiyo unaweza kuona watu wanapata maji huko, lakini hali ya chanzo ndio iko hivi. Yaani pengine ingehitajika maboresho zaidi, lakini tunajaribu kutumia njia tulizonazo kuona namna gani tunaweza kurejesha hali ya maji ili watu wetu waendelee kutumia, kwa sababu ni takriban mwezi mmoja na nusu kijiji kizima au kata nzima ya Tawa katika maeneo ambayo yalikuwa yanatoka maji hakuna maji. Kwa leo tumekuja kabisa makusudi kuhakikisha kwamba tunarejesha maji haya.